Kwanza naweza sema hii ubunifu ilikuwa ni kujitolea, kwa sababu zile vitu naunda hakuna duka lingine ama kampani lingine linaunda. So ndio watu waweze kuelewa na wajue vile watazitumia kwa boma yao ama mahali popote ule mtu anaweza penda kuitumia, lakini hajawahi itumia ama hajawahi nunua. So unapata kwa hii nafasi kubwa ni kujitolea. Kwanza ni kutafuta hizo plastiki. Nikishatafuta plastiki niweke pale kwa karakana, nianze sasa kujaribu kutengeneza nayo. Nikishaunda itanichukua kama hiyo kiti ya mtu mmoja. Kiti ya mtu mmoja itanichukua siku 3 kuunda. Na kwa mfano kama kiti cha mtu mmoja ama ulivyosema kochi labda la watu 3, ukitaka kuuza unauza kwa shilingi ngapi kwa mfano za Kenya? Okay, kama hii ya mtu mmoja huwa nauza shilingi 6,000. 6,000? Yes. Moja tu. Moja hivi nauza shilingi 6,000. Hii kiti ya watu 2 huwa nauza shilingi 12,000. Na kiti ya watu 3 18,000. Lakini yote ni bei ya kuongea pia. Kwa serikali kwa saa hii ile kitu naweza himiza ni kuwa waangalie upande wa ubunifu ama ile kazi mtu anaweza fanya kupitia mikono yake. Kwa sababu elimu ndio tunaipata, na watu tukishatoka hata vyuo vikuu, ukikuja pale nje unapata kuna wale pia walitoka vyuo vikuu na hawajaweza kupata kazi. So wewe unakuja kujaza hii gap ya watu wenye wasio na kazi. So kama serikali ingekuwa inaweza kutoa nafasi za kwanza maonyesho ya ujuzi, ya pili kupromote hizi skills za hawa vijana hawa wadogo, kama ni mwimbaji ama anafanya nini, bora anajifanyia yeye mwenyewe kuweza kupata hiyo kipato kiweze kuinuliwa. Kwa sababu ikiinuliwa, kama umeinua kijana mmoja aliyekuwa na ujuzi, ataweza kufanya ajira kwa wengine 5 wale wenye wako pale chini. So utapata ndio tuko na elimu wote, lakini kuna mmoja amefungua njia, na hii njia ilifunguka kutoka na serikali kusupport hiyo skill. So serikali wa support vijana waweze kuinua ujuzi yao. Ndio wakiinua ujuzi yao pale, ule mwingine anafungua njia ya wengine pia. So wote wanapitia ile nafasi kidogo ile funguliwa, na wanaweza kujikimu kimaisha na pia kupunguza uhalifu. Maana pia wakikuja wote wengi na hakuna ajira, mambo inaenda inakuwa mbaya.